Kutokana na kuchelewa kwa minada mpaka kufikia leo, kilo ambazo zimeingizwa katika mnada wetu wa kwanza, maana ilikuwa ni tani 89,256. Maana ni korosho nyingi sana. Lakini sisi tulipokuwa tunafahamu kwamba kila mkulima alikuwa anahitaji kuwahi mnada wa kwanza, tukasema twende tuzipeleke zote. Kibiashara ingekuwa ni korosho za watu wachache, tungesema tuzigawe. Zingine tuzipeleke kesho, zingine tupeleke siku nyingine. Lakini tukasema kila mkulima anahitaji kuona anaenda kuwahi mnada wa kwanza. Tulipokana kamati tukasema twende tuzipeleke zote. Baada ya kuzipeleka zote hizi korosho, Mwenyezi Mungu amejalia tumeuza tani 35,445,155. Lakini tani zilizobakia tani 5,444,311. Na korosho hizi maana yake tumeuza kwa bei ya juu 2,510 na bei ya chini 2,310. Lakini jumla ya roti tulikuwa na roti 205. Maana yake roti ni nyingi na korosho nyingi. Na hapa nyinyi ndio wenye jukumu la kuuza mzigo huu kwa niaba ya wakulima ambao wapo huko majumbani. Kwa hiyo wajibu wangu wa sasa ni kuwauliza, bei tumezisikia, wanunuzi namna walivyoshindana. Kwa hiyo swali langu nauliza kwamba tunauza tuuzi. Niwashukuru sana kwa maana kwa uvumilivu wenu mkubwa mlioonyesha. Na leo kwa mara ya kwanza mnada utakuwa nadhani wa kipekee, kwa sababu tumemsikia meneja hapa anasema ni tani 40,000. Hajawahi kutokea katika historia. Kwa leo tunaenda kuandika historia mpya katika mnada wa kuuza korosho. Ni warai wakulima tuendelee kukusanya korosho zenye ubora ili tuzidi kuuza korosho zetu kwenye minada inayofuata. Watu wa ushirika sasa, kwa maana makatibu, tayari kuna korosho zimeuzwa tani 35,000. Ni imani yangu sasa mtaenda kuchakata malipo kwa wakati. Wakati huu tunasubiri wanunuzi kulipa fedha. Na rai yangu kwa chama kikuu pia niwaelekeze, leo hakuna kulala. Invoice zitoke leo. Na mimi kesho asubuhi nitafuatilia kuhakikisha kwamba invoice zote zimeenda kwa wanunuzi, ili kesho waanze kuingiza fedha. Kesho kutwa basi wakulima wale ambao tayari itakuwa wamepeleka miamala malipo waanze kulipwa. Na hii mpaka kufikia Ijumaa sitaki kuona AMCOS hajapeleka michanganuo ya malipo kwenye vituo vyetu vya malipo. Ombi langu kwa serikali, kama mimi mkulima, tuongeze kidogo bei. Hiyo bei inazidi. Mnada wa pili unafuata, tuongeze bei. Leo tunashukuru tumeuza, ingawa bei mwaka huu imeshuka. Sasa tuliziki sana wakulima ketu, tumeuza kwa sababu tuna namna ya kufanya, kwa sababu ukiangalia renki mwaka jana bei ilikuwa imeuzwa bei juu sana, mwaka huu imeshuka kabisa yani. Matumaini ni kweli yana hofu. Tuna hofu kwa sababu tukiangalia historia mwaka jana mnada wa kwanza ulipanda na iliyofuata yote ikawa inashuka. Kwa hiyo kama mwaka huu imeanza kwa bei za chini hivi, maana yake tunakuwa na hofu inawezekana baadaye ikashuka zaidi. Hapo maana yake wakulima watakuwa na hasara kabisa. Kwa sababu korosho ukilipa chini hata 2,000 maana ni hasara kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo tunataka tuangalie maafisa masoko, bodi ya korosho, mkuu waangalie hili jambo kwa haraka sana, kwa weledi, wakulima tupate nafuu, kwa sababu korosho na gharama kubwa sana kuizalisha. Ombi langu kwa serikali, na wao waendelee kutangaza vizuri korosho ili tupate masoko zaidi. Kama wanaokuja kununua makampuni ni machache, basi tuzidi kuipromote, sababu biashara ni matangazo. Siku dunia sasa hivi ni nchi nyingi ambazo zinalima korosho. Kwa hiyo kama usipotangaza ubora wa korosho yako, maana yake huwezi kupata masoko mazuri. Hilo liko wazi tu. Kila bidhaa sasa lazima upeleke kwenye matangazo. Kwa hiyo hilo naomba serikali isimamie pia.